baada ya zoezi la hiwar alana inshallah binisbati alwaqti kwa mujibu wa muda linatuku mubashara fi dasna lihadha tujue moja kwa moja katika darasa hili ya leo. Wa kama ni alada awala nukariru maana, kama ilivyo kawaida tuna kariri kwa pamoja, thumma naudu thania, kisha turudi mara pili lisharhi kwa ajili ya ufafanuzi. Idhan kun muntabihan wa hadira, kwa hivyo makini kabisa. Kwa hiyo kullukum bismillahir rahmanir rahim. لغة الله العبارات وما سواها تصفق رخصة التجارة شهادة الميلادية أما سمعت الإعلان منذ قديم تستمر عملية الانتخابات تخرجت من جامعة الإسلام أيوجد أزرع اليقطين أزرع قرع العسل جزيرة عموما. طيب بعد التقرير مباشرة وبعد كاريكا pamoja الآن إن شاء الله نبدأ شرحنا كالتالي. tunaanza sharh yetu kama ifuatavyo, لكن قبل بداية شرحنا سابقا قلت أي أيام السابقة بمعنى في الأيام السابقة فما siku za nyuma قلت nilisema وأعود أن أقول narejea kusema أننا نوينا وعزمنا حق العزيمة وحق النية وحق القصد أن نتعلم هذه اللغة العربية بفنونها، kwamba tumeazimia kikweli kweli kujifunza lugha ya Kiarabu pamoja na fani zake, lakini al-amru shay'an fa shay'an, mambo kidogo kidogo. Wa qad qila, na imesemwa kwa maana hunaka mathal, kuna mithali au al-qawl qawli, au kwa maana msemo unasema shay'an fa shay'an yamla'u al-kinanata, kihaba na kihaba hujaza kibaba. Bimaana al-yawm tajidu kalimata fulana, leo utapata neno fulani, wa baada kalimata fulani, wa baada ghadi, na kesho utapata kalima fulani. Bimaana takunu thalatha kalimati, yatakuwa ni maneno matatu. Wa baada ashhur, baada mwezi, la shakka anta tamliku kathiran min mufradat al-lugha al-arabiyya. وهذا هو هدفنا أن يستطيع كل منا نحن لغلت ووزك لمجاوته على التحدث أي يتكلم أي هذه اللغة أينما كان في العالم، وإذا كنتم لغة يكون القوة مفهوم؟ ولماذا نتعلم اللغة العربية؟ وقد يتساءل البعض، نحن قد يوليز وجينا وكوليزانا وجينا، لماذا نتعلم اللغة العربية؟ ولكن tunajifunza lugha ya Kiarabu. Naam, hunaka ajiba kathira, kuna majibu mengi ya swali hili. Minha awala hadhihi lugha, kwanza hii ni lugha. Wal lugha wasilatu ila tawasul, na lugha ni nyenzo ya mawasiliano, na bila lugha bila shaka duniani tusingeweza kufahamiana, si ndio? Kwa hiyo kama ni wasilatu tawasul ay almuwasala, atawasul ni njia ya mawasiliano, فيجب على كل إنسان أن يتعلمها، كويتا لازم يبدأ binadamu kujifunza. Lakini kadhalika lugha al-arabia ahamu jidda khasa li talib al-ilm, ni muhimu sana kwa mtu ambaye anatafuta elimu hii ya dini ili aweze kufahamu kwa ile suhula, kwa wepesi. Lakini kadhalika hadhihi lugha an-nabii sallallahu alaihi wasallam, lugha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yatahaddathuha, alikuwa anaongea. Wakadhalika
ستتكلم هذه اللغة حتى في الجنة، تزومزwa mpaka kule peponi. بمعنى لا نعني أن هناك مشكلة في تعلم لغات أخرى. Hatuna maana kwamba kuna tatizo kujifunza lugha nyingine, lakini نوصي للمسلمين, tunahusia wale Waislamu au wale muslimina an yatamassaku bihadhihi al-lugha, washikamane na lugha hii. Awala, mwanzo kabisa, liya'lamu kalam Allah, ili wafahamu maneno ya Mungu wa rasuli na mtume wake. Wa baada dhalika inshallah la ba'sa an yata'allamu, hakuna tatizo wakajifunza lughati ukhra, lugha nyinginezo. Tuna nyingi tu, ladaina kathira, tunazo nyingi tu, Alfaransia kama lugha ya Faransa, walportugalia lugha ya Kireno, Italia, Sinia, Kichina wa ghayriha min al-lughat, na sio katika hizo katika malugha. Lakini yakunu ajabu al-ujab, inakuwa ni ajabu mno, tajidu shakhsan yadda'i annahu muslimun haq, unaweza kumkutia mtu anadai kwamba ni Muislamu, lakini yaskhar hadhihi al-lugha, anaidharau lugha hii. Wa yara alladhina yata'allamunaha, na naona wale ambao wanajifunza kaljuhala, kama ni wajinga. Hadhihi fikratun sayyi'a, haya ni mawazo mabaya, yajibu alaiha an natrukaha, wa alaina an natrukaha, tuyaacha. Idhan la uridu an utila al-kalam illa kanat hadhihi nasihatun ghaliyah. Sitaki kuwekesha maneno, sio kwa ni nasaha shauri. Kwa hiyo kullukum lughatullah, lugha ya Kiarabu, wasumiyat lughatullah, imeitwa lughatullah kwa sababu katika lugha zilizopo ulimwenguni, lugha baadhi, si kila lugha zina maneno yake abjadia tunaita, au herufi za alfabeti kama za kwenye alifu zinapatikana lugha zote, lakini imeonekana lugha nyingine zinaingiliana, nyingine zipo, nyingine huzipati sauti zile. Sasa harfu ya Allah pekee inapatikana katika lugha ya Kiarabu, hakuna lugha nyinginezo, ndio maana ikaitwa lughatullah. Ndio lugha ya Allah, maana kile Allah sauti hii inapatikana katika Kiarabu, lugha nyinginezo hakuna, ndio maana ikaitwa lughatullah. Kwa hiyo al-ibarat wa ma siwaha, al-ibarat wa ma siwaha. Kwa hiyo dasna li hadha al-yawm, kwa darasa yetu leo hii itakuwa al-ibarat. Ibara ni sentensi fupi ambazo zitatupa maarifa, zitatuongezea maalumati katika kuongea kwetu lugha ya Kiarabu, kwa sababu zinakunyosha moja kwa moja katika kuongea. Kwa sababu kitu cha kwanza katika kujifunza lugha ya Kiarabu, bali lugha yote, kwanza awala an tata'allamu dhamir, kujifunza dhamiri. Darasa ya kwanza dhamiri, tunaenda kwa Kiswahili viwakilishi. Sasa lugha yote shafahamu viwakilishi, namna kutumia kisha majina vitu kuunganisha na zile dhamiri, lakini na kutumia alwaktu, tuna maana nyakati. Kwa kule shule tunaita tense, nyakati ndio kila kitu. Ukishafahamu vitu kama hivyo, kuna maswala ya ismu ishara hayo, maswala ya ismu mausuli na nani, tunachopata ukipata ibara kama hizi ambazo zitakuwa zinakuongezea maarifa ya kuzungumza moja kwa moja. Na ndani yake hizi ndio maana kwa tumeandika al-ibarat wa ma siwaha, na sio kwa ibara. Maana wa ma siwaha tunamaanisha inawezekana mna afalu vitendo, inawezekana kama majina ya vitu yote. Inshallah leo tupate faida. Idhan nas'alullah an yuwaffiqana ila hadafina. طيب كلكم تصفق. معنى فعل تصفق، لدينا فعل تصفق، tuna fi'lu inaitwa tasaffa. Tasaffa amepiga makofi, tasaffa amepiga nini? Makofi. Aidha kwa kupiga makofi kama hili, aidha kwa njia ya kupongeza au ya kufanya chochote, lakini tasaffa uzali wa tafa'ala, si ndio? Hatutaenda sana tukawapoteza muda sana, kwa sababu tumeshapita fi'lu zinazopita mapito, namna kuipata fi'lu mudhari. Tafa'ala ya tafa'al, kwa hiyo tasaffa ya tasaffa. Tasaffa piga makofi tayari hapo. Tasaffukun kupiga makofi. Kwa tasaffa uzani wa tafa'ala, kwa kupiga makofi kwa mikono yake tayari hapo. Na ndio maana hunaka al-mathal, kuna ule msemo unaosema kwamba al-yadul wahidatu, mkono mmoja, la tusaffiku, hawezi kupiga makofi, ambao msemo unamaanisha ukijenga watu mmoja, mtu kama ni peke yake hawezi kufanya kila kitu, lazima iwe miwili ishirikiane. Tayari hapo ni kauli ambayo hata kule shuleni tulikuwa katika somo la Kiarabu, kwa kwenye vitabu vile walinaulizwa sana katika kitabu cha mamlaka tunahla, mamlaka ya
mkono mmoja hawezi kupima, lazima ishirikiane katika kauli zinazoonyesha umoja, si ndio? Watasafaka amepiga makofi. Kwa hiyo kullukum rukhsatu tijara. Rukhsatu tijara. Tukisema rukhsatu tijara, leseni ya biashara. Jamani, rukhsatu wewe ukitaka kusema leseni inaitwa vipi kwa Kiarabu? Kwa sababu ile Kiswahili amepata leseni taseka pata uthibitisho na ruhusa kwa mamlaka husika kuwa labda ameidhinishwa kuendesha chombo kama barabara. Kwa rukhsatu tijara. Tijara ndio biashara. Kwa ukitaka kusema rukhsatu qiyada, leseni ya gari. Qiyada kuendesha, asilimia kwa kupara, qiyada. أنت تقول هذه المركب وين هذا المركب وين نعيش تنظر هل لديك قيادة لسني معي؟ ما عندي رخصة القيادة قيادة رخصة التجارة لسني كنا نجي جابونا تكونا لسني كنا رخصة القيادة لسني أو بوبي بقى بوبي سكونا تكونا لا يوصليو كنا كلا كيف رخصة التجارة طيب Shekombo tasawwar annaka tajir, jalia kwamba wewe ni mfanya biashara. Hal indaka rukhsatu at-tijara? La. كلكم شهادة الميلادية. شهادة الميلادية. طيب ماذا تعني هذه الكلمة؟ لنمارسها لنا. شهادة الميلادية. cheti cha kuzaliwa. Tunaita sisi taarifa ndio yako itaisiliwa. Shahada maana kwa Kiarabu ndio cheti kinaitwa vipi kama kile ambacho mtu labda amesema inaitwa shahada. Shahadatul miladiyya, cheti cha kuzaliwa. Tumezoea kuita sisi taarifa. Kiingereza wanaita yenyewe certificate bado. Ndio shahadatu al-miladiyya. Vitu hivi muhimu, inawezekana uko kwenye nchi za watu unasafiri katika fomu fulani, kuna vitu vinatakiwa vijazwe. Inawezekana ukaandikiwa mambo kama hayo yaliyo muhimu sana. Kuna siku zaidi tutaingia katika maswali ya jinsia. Kuna kitu kinaitwa jinsia, tuje tuangalie jinsia. Jinsia kwa Kiarabu si kwa maana jinsia labda ya kike au ya kiume. Inakuwa kuna kitu kinaitwa kwa Kiingereza nationality, maana ni utaifa wa mtu. Mara nyingi nchi unaotoka labda Tanzania, Mtanzania, Algeria, Yemen, wapi ndio jinsia. Ule utaifa wa mtu anapotoka. Iangalie zile fomu za Kiarabu na kutasana hicho kitu. Hata katika zinapokuja zile uthibitisho wa pengine hujaji alifariki Maka, basi kuna sehemu ile anaweka jinsia, anajaza Tanzania au pengine Yamani, Yaman au pengine sehemu fulani. Kwa hivyo shahada miladia ni cheti cha kuzaliwa. طيب يا عبد الله هل لديك شهادة ميلادية؟ لا. طيب كلكم أما سمعت الإعلان؟ أما سمعت الإعلان؟ أما سمعت الإعلان؟ kwani mkusikia tangazo? I'lan tangazo ama sasa hii unasema ama inatoka tokaje? Kuna vitu vinaitwa zile adawatu istifham, vile vitu vya kuulizia masala au vinaitwa mafatihul asila, vifunguzi vya masala. Najiandae na kitabu kitakuja inshallah cha kwanza Kiarabu, kwa sababu na wengine kiwango chao ndio kiko chini, wanatamani kujifunza au jiandaa wakati. Kuna kitabu kinaitwa al-miftahu ila al-arabiyya au asasu al-lugha al-arabiyya, foundation ya lugha ya Kiarabu lilmubtadiina. Kwa hiyo kwanza inshallah tutaanza kwenye dhamiri mwanzo kabisa. Kuna kitu tutakuja kuzungumzia hizi istifham za kuulizia maswali ziko aina mbili. Kuna istifhamu zinaitwa muthbit, zinathibitisha tu. Muthbit zile ambazo zikija linalotakiwa ni jawabu moja kwa moja. Kwa mfano aina, uko wapi? Niko sehemu fulani. Lakini kuna istifhamu zinaitwa istifhamul manfi, istifhamu zenye kukanusha, kukataa. Sasa namna ya kujibu kwao hizi zinakuwa tofautiana kidogo na hizi istifhamu za kawaida. Istifhamul manfi ni kila hii hamzatul istifham. Hii hamza ile inapoungana na neno la kukataa. Kwa mfano kuna maneno la ni maneno ya kukataa au vipi? Laisa hayupo, mfano laisa hakuwa. Au maneno ma, kwa hapa ukiweka kwa mfano ukisema ala, sasa hichi hapa chote kinaitwa istifhamul manfi, inakataa. Inapoungana na harfu ya kukataa. Ala tadhhari, huendi? Hata swali tunatumia huendi, maana hilo swali uliuliza wewe kama unalikata. Ala tadhhari. Sasa hii jawabu lake
ala tadhhabina, huendi ala tadhhabina ila haflati al-ursi, huendi harusini. Sasa kama unakwenda unatakiwa useme bala. Unafahamia hapo. Ikiwa huendi useme naam, ndio siendi. Kwa kuna wakati hii naam ni harfu ya kukata. Unafahamia? Kwa mfano mtu anaweza kukuuliza hivi, kwani hukunywa chai wewe? Ukisema ehe, tafsiri yake ni tafsiri hukunywa wapi? Kwa Kiarabu naam. Kwa kuna mazingira naam ni harfu ya kukata. Na inapotumika laisa, mfano alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, je, hivi hakuwa Mungu ni hakimu kuliko hakimu adilifu? Ukija ukisema naam kwenye Qur'ani umekufuru, unasema ehe, Mungu hakuwa hakimu, ila useme bala. Tunafahamiana hapo. Kwa kuna wakati hili, so kwa Qur'ani ikija wewe hakuna kuchagua kuhusu, ila useme bala. Alaysa Allahu bikafin abada, ziko haya kama hizo. Sasa hizo lazima jawabu kelime ni bala. Huwezi ukasema naam kwa sababu unakataa kwa Qur'ani unapinga. Lakini kwa lugha hivi kawaida kuna hali mbili. Kwa hiyo ikiwa swali likija kama kukataa, kwa mfano na zipo hizi, yani istifhamul manfiani, hii hamza hii tunatumia kuuliza inaposhikamana na herufi ya kukataa katika hizi la au ma au laisa. Mfano alasta kombo, wewe si kombo kwa. Ukisema bala maana yake ndio, ukisema naam maana yake wewe kombo si. Sasa hizi zinapotumika kwa hizi na mwanasheria tutakuja kuzungumza zaidi na zaidi. Tumekigusa kitu kwa sababu tumegusa. Mfano mtu akiuliza ama sharibta shai, kwani hukunywa chai wewe? Ama sharibta shai. Sasa hapa ukisema naam maana yake hukunywa chai. Kama umekunywa useme bala, ukiwa ile tendo umefanya useme bala, ukiwa hujafanya useme naam. Kwa ina maana hizi au tuni ajal, sasa ajal sasa na naam pia. Sasa ama samita i'lan, kwani hukusikia tangazo, labda kuna mtu limetangazwa kitu fulani anakuja kushtukizia, tukamza ama samita, kama mwanamke ama samiti al-i'lan, i'lan ndo tangazo. Sasa hapa kama umelisikia jawabu lako utumie bala. Utafahamiana kwa hiyo utumie nini? Bala. Bala sami'tu, hu nimelisikia. Bala sami'tu narudi kwenye hilo tangazo. Fahamiana hapo. Kama itakuwa kweli hujalisikia, kwani hukusikia tangazo? Jawabu lake maana yake naam, unasema hukunisikia, ndio maana yake naam. Ma sami'tu, bila sikulisikia. Naam ndio, ma sami'tu, sikulisikia. Tafahamiana. Kwa hiyo maana kwa fupi hizi tutakuja zaidi na zaidi kuziona inshallah. Wa kullukum mundu qadim. Mundu qadim. Mundu kama maana mundu qadim. هل مثلا جاء السؤال هل زرعت الطماطم يوم لما تقول والله زرعته أو زرعتها منذ قديم، لمزلima zamani, منذ قديم zamani. Tafahamiana hapo. Mundu tangu, kitaka kusema mundu sabah, tangu asubuhi. Ma akaltu mundu sabah, sijala tangu asubuhi. Mundu asili neno lenyewe, lakini mundu qadim ni zamani, jadid na kitu hii ya maana yake siku za karibuni. Unaweza kumuuliza swali mtu, hal mata abuka qadiman am haditha, je, babako kafa zamani au siku za karibuni? La, mata qadiman, kafa zamani. Mata haditha, mafhum. Kwa hiyo mundu qadim, tangu zamani. طيب كلكم تستمر عملية الانتخابات. تستمر عملية الانتخابات. طيب هنا معنى فعل تستمر أبو بنا كميني باتبايا وباويتو نريبو. وتستمر أصيل فعل استمر. ما معنى استمر يا جماعة؟ استمر kitu kimeendelea, si ndio? Istamara kama ni mtu istamara, kama ni kitu istamara, mudhari yake filo muhimu hii, kwa sababu mtu anaweza kusema naendelea, istamarra, yastamiru, mudhari yake inaendelea, yastamiru. Ukisema naendelea, astamiru qalina, naendelea. Yastamiru amri yake, ukimwambia mtu endelea, istamirra. Nini? Istamirra qalila, endelea.
masdari yake kuendelea, kuendeleza, istimrar. Mafhumu? Tayeb, lidhan tastamiru hili fil mudhari na imechukua te kwa sababu mbele kuna neno liko katika hali ya ta'nith kiamalia. Tastamiru amaliyatu al-intikhabat, linaendelea zoezi la uchaguzi. Amalia ule mchakato, zoezi. Intikhabat ndio uchaguzi mbalimbali za kuchagua viongozi. Kwa tastamiru amaliyatu al-intikhabat, linaendelea zoezi la nini? Uchaguzi. Ukisema amaliyatu al-ihsa'i, zoezi la sensa. Amaliyatu ihsa'i, kuhesabu idadi ya watu. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kuna aya inasema hivyo, ukitaka kuzihesabu neema za Mungu hata kuzidhibiti kuzihesabu. Ihsa, amaliyatu al-ihsa', ihsa ndio sensa. Kuna ihsa na kuna istifta. Istifta kura ya maoni. Unaweza kusema takmal istifta, imepita kura ya maoni. Fahamia? Amaliyatu al-ihsa'i, zoezi la sensa. Kwa neno amaliyatu al-jirahiyya, zoezi la operation. Wala kama operation. Amaliyatu dawriya, zoezi la doria. Kuna doria inafanya pengine labda ni usalama, askari kadha au kadha kwa hiyo jambo. طيب يا شيخ كومبو، هل تستمر عملية الانتخابات في جزيرة تنبات الآن أم لا؟ نعم. نعم. طيب، كلكم تخرجتوا من جامعة الإسلام. تخرجت من جامعة الإسلام. طيب، هنا معنى في تخرج. تخرج ya jamani, amehitimu mtu katika masomo. Kuna tofauti ya kharaja. Kharaja ametoka, takharraja. Kwa tule kwa Kiingereza kama graduate, kuhitimu mtu masomo yake ambayo yuko kwenye ngazi fulani. Iskane ka jamiia, marhala jamiia, marhala ile stage kiwango. Marhala jamiia iskana kiwango cha chuo kikuu, pengine miaka mitatu. Iskane kama marhala diploma, kiwango cha diploma au magister, master hakadha. أو مرحلة الجامعية، مرحلة المعهد، معهد شو لكن tofauti ya jamia na maahad yana tofautiana na maneno. Tufahamiana, jamia ni chuo kikuu, maahad inakuwa chuo kidogo chini yake, na nikifika mani jamia. Na maana huko jamiia au jamia kwa Kiingereza inaitwa university na maahad inaitwa college. Ndio maahad. Tayari. Au marhalatu athanawia, kiwango cha sekondari. Tayari hapo. Kwa takharraja ile amehitimu masomo, amemaliza masomo yake. Wanasema hapa huyu mtu anajieleza, takharrajtu ana adh-dhamir yaudu ila man yatakallam. Dhamira wala anaongea. Na bila shaka takharrajtu nimemaliza au nimehitimu min Jamiati al-Islam, kutoka chuo cha Islam au Jamiati al-Islamiyya. Pia tunaweza kusema Jamiati al-Islamiyya, bora tuweke min Jamiati al-Islamiyya, chuo cha Islam, min Jamiati Susa, min Jamiati Sumait, min Jamiati هكذا. هناك جامعات متعددة في العالم. kuna vyuo mbalimbali. Fatakharrajtu. Tayari. Kwa naweza kuja swali, fi ay jami'atin takharrajta? Umekutana na Maraga, naweza fi ay jami'atin takharrajta? Au min ay jami'atin takharrajta? Umemaliza chuo gani? Min ay gani? Tatakuza kidogo. Ay shakhs min ay jami'atin takharrajta. Kama mwanamke takharrajti, تخرجت من جامعة الإسلامية زنجبار. تاريخ. طيب، كلكم أيوجد؟ أتوجد. طيب، معنى كلمتان tuna maneno mawili. Kuna ayujad, hamza ile istifham, hamza kuulizia, tutaka kujua ayujad, je kipo? Kama ni mtu, je yupo? Tumeweka atujadu, ikiwa tu hicho kitu kinachokuja huku mbele tumeweka alama al-hadaf, alama ya kuondosha hilo. Kimakadirio kitu kitakachokuja hapa ni chenye sifa yake. Ikiwa ayujadu, kwa mfano da'na an natamathala, hata tutoe mfano.
Kwa mfano, ayujad, kwa hizi maneno ambayo tunayatumia sana katika lugha. Umekwenda dukani, kuna Mwarabu unataka kuulizia jambo, je, maana yake ayujad lipo kitu kinapatikana. Ayujadul fahmu. Ayujadul fahmu, mkaa upo. Kwa Shekombo, fahmu mkaa unaitwa kwa Kiarabu. Fahmu, fahmu. Ayujadul fahmu, mkaa upo. Fahmu. Ukija ukisema fahamu, ufahamu. Ndio maana siku moja nilikuta mtoto mmoja. Nikauliza, huyu anaitwa fahmu au fahamu? Nikaambiwa kwa fahamu kwa mkaa. Sio? Tayari. Ayujadul fahmu, mkaa upo kwa kula kupikia. Naam, yujad. Unajua hii neno muhimu kwenda dukani unataka kuuliza jambo lenye sifa hii umetumia ayujad. Ikiwa hicho kitu kina sifa kike, atujadu. Kwa mfano, atujadu al-qirfatu, mdalasini. Uko qirfatu, mdalasini. Hili neno lina sifa. Atujadu al-qirfa, naam, tujadu. Ita wakati uko kibaka kabisa. Anta wa maluka faqat, wewe na pesa yako tu. Tafahamiana hapo, eh? Kwa ayujadu al-fahmu, kwa fahmu ni mkaa. Ikiwa kule fahma, ufahamu. Ndio kuna jamaa mmoja siku moja baada ya kumaliza kusali anaomba dua tena kwa sauti kubwa, Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Padurishie elimu na turuzuku mkaa. Ndio maana akiupiga anaupata mwingi sana. Sasa yeye hasomi fahma. Yeye kaomba fahma mkaa. Ndio. Hatari adhim wallah. Hatari kubwa. Haya maneno kwa hata kama unataka kumuuliza ayujadu almuallimu, mwalimu yupo, ayujadu almudarris, ayujadu khamis, ayujadu, ni maneno ambayo tunatumia tayari hapo. Kwa kullakum azra'u liyaqtin, azra'u liyaqtin, nalima maboga. Boga kwa Kiarabu inaitwa yaqtin. Azra'u fil mudari yaqilu zar'a amelima, sio? Zar'a amelima. Mudari yake nini? Yazra'u, anafanya nini? Analima, si ndio? Amri yake nini? Izra', lima. Kilimo je au kulima, ambayo kuna kitisho kitaalamu kinaitwa masdar ziraa, kilimo au kulima. Nadhani tumepita katika kazi kwa za watu tumeisoma bila shaka. Tayari hapo. Ukisema ashtaghilu biziraa, najishughulisha na kilimo. Ashtaghilu bitijara, najishughulisha na biashara. Ashtaghilu bisiyada, najishughulisha na nini? Uvuvi haka. Kwa hiyo naona azra'u yaqtin. Yaqtin ni boga kwa Kiarabu. Na ipo aya kwa sura Swahili kama sikosei. Ambatna alayhi shajaratan yaqtin. Asli yaqtin ni inaweza kutambaa. Lakini sasa ni katika mti ambao Qur'an umeitaja. Unaona Qur'an umetaja mti kwa ukifanyia ile bahth utafiti, basi wa mti unatumika katika dawa kwa kiasi kikubwa sana. Katika kesi za kama sio na Yunus au boga linaitwa qara'ul asal. Mara nyingine tayari inaitwa qara'ul asal. Inaitwa sawa sawa asili kwa maana mtamu fulani. Qara'ul asal. Ya Sheikh Nasir, hal tufadhilu qara'ul asal? Unapenda boga? Naam. Ana la ufadhilu. خاصة إذا كان مسروقا، خاصة ikiwa la kuchemsha. أما إذا كان ممزجا بالنرجيل بابتعين الناس فهذا شيء آخر. مفهوم؟ طيب شيء كم تفضل؟ أفضل إن شاء الله. طيب كلكم جزيرة. جزيرة. ما معنى جزيرة؟ kisiwa, si ndio? Jazira tumanake kisiwa. Ingawa kuna jina la gazeti huitwa Al Jazeera. Na ipo Al Jazeera. Jazira kisiwa. Jaziratan visiwa vingi. Visiwa vina wingi aina mbili kwa sababu yake juzurun, visiwa vingi. Au Jazairu. Ingawa ukisikia Jazairu katika majina ya nchi na kwa Algeria. Nchi za Arabu pia Jazair. Mfano siku moja nilikutana na Mwarabu na kumbuka alikuwa anaenda maeneo ya wapi huku wapi Fuoni. Akaingia kwa sisi ya nyuma kule Maqadi al-Khalfi. Kwa pale kwa mwanzo na jina lake Omar sijasahau tayari hapo. Katika kumuuliza anasema ana min al-Jazair. Anatoka Algeria. Kwa anaenda na kumbuka kule Mahdi al-Istiqama. Tunguku. Kwa tayari Juzur Jazair.
kwa sana min Aljazair, kujua kwa sababu anatoka wapi, jua hiyo kwamba yuko ni nchi tayari ya Algeria. Kwa hiyo jazira. طيب مثلا أنت تسكن في جزيرة مثلا شيكونغو يعيش في جزيرة تومباكي صحيح؟ طيب نعم. من منكم زار جزيرة أوس؟ نحن كاتبين قاعد تملك سلاسل. لأن في زنجبار معنا تقريبا 3 جزائر. زنجبار عفوا في أنغوليا tunayotaka kama sikosei visiwa vitatu, si ndio? Maana jazira Tumbatu وهي كبرى na hicho ndio kikubwa, kwa maana jazira Uzi, kwa maana jazira Nemba, mafhumu. Fi jazirati Pemba ay jazira Kallara Pemba hunaka kathira, kuna vingi sana, si ndio? Vingi kabisa. Kwa kadhalika umuman, kullukum umuman, umuma kwa ujumla, kitaka kuzungumza jambo umuma. Tanzania umuma, Tanzania kwa ujumla. Tayari hapo. Kilote umuma, kilote yote, manake yote kwa ujumla. Kwa ujumla, umuma, jambo kama linalohusu wote. Mafhumu. Kwa hiyo ndio ilikuwa darasa yetu ya leo. Tayari hapo. Tumesema tu kwa kurejea kwa ufupi kabisa, tasaffa amepiga makofi. Rukhsatu tijara, leseni ya biashara. Shahadatu almiladia, cheti cha kuzaliwa. Kadhalika ama samita al-i'lan, unaposikia tangazo tayari hapo. Nasema kama umenisikia useme bala, kama hujanisikia useme naam. Hapa hutaki kusema la. Sasa hizi ndio zina sheria zake maalum, tutakuja kuzungumzia na kuna darasa tumeanza kuzungumza kama hivi, sio leo mara ya kwanza. Kadhalika mundu qadim, zamani kabisa. Kadhalika tastamiru amaliyatu al-intikhabat, linaendelea zoezi la nini? Uchaguzi mbalimbali. Intakhaba, amepiga kura. Kadhalika takharrajtu, nimehitimu min jamiati al-islamia, chuo cha Islam. Kadhalika ayujadu, yupo au inapatikana au tujadu kama ni kitu cha dini. Kadhalika azra'u al-yatin, nalima boga na itafara al-asal kwa lugha nyingine. Kadhalika jazira, tumesema kisiwa, jaziratani, jazair visiwa au juzur. Kadhalika umuman wa ujumla. Wa fi nihayati hadha al-mataf, mwisho mzunguko huu la yasauni sinabudi ila an ashkurakum, iswali kushukuruni, bal nashkuru jamia al-mutabi'ina wal mustami'ina li hadhihi al-qanati wa hadhihi ad-durus. Tunashukuru wafuatiliaji wote na wasikilizaji wote wa channel hii na masomo haya aina makano fil alam, popote walipokuwa ulimwenguni, sharqan au gharba, wakiwa mashariki au magharibi, shamalan au januba, wakiwa kaskazini au kusini, wa hata law kanu fi ba'd muhafadhati Tanzania, na hata kama watakuwa katika baadhi ya mikoa ya Tanzania au kharij balad Tanzania na nje ya Tanzania, natamanna lahum kulla khair, tunawatakia kila la kheri. Wadumtum tayyibin, na mdumu katika afya nzuri. Wanaqulu lakum salamu Allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa fi ad-dars al-muqbil bi mashi'ati Allahi ta'ala wa tawfiq.